Sasa someni gazeti pia la Mwananchi la leo kuhusiana na mtego mwingine wa bunge CCM. Ndio. Sasa Mei Mosi ni tarehe ya CCM kuanza kutoa fomu za kugombea udiwani, ubunge, uwakilishi hadi Mei 15 kwa ajili ya uchaguzi mkuu, huku vikao vya bunge vya budget vikiendelea. Sasa mtego gani huo? Najua mnauliza. Najua Wakware, Mbawanga. Au tego la panya. Tego maarufu, tego la panya duniani. Tego maarufu ni lile la panya. Au zongo. Tego lile. Nalo tego hilo. Kuna sana lile. Sasa mtego huu imewatega wabunge wake baada ya kutangaza huo mchakato wa kuchukua na kurudisha fomu za kuwania nafasi hiyo kabla ya kuvunjwa kwa bunge Juni 27 mwaka huu. Sasa CCM yale tulikuwa tunazungumza. Sasa CCM imetangaza kufungua pazia la uchukuaji na urejeshaji wa fomu hizo, udiwani na ubunge na viti maalum kuanzia Mei Mosi hadi 15 mwaka huu, huku ukomo wa wabunge walio mamlakani ukiwa ni Juni 27. Sasa uamuzi huo wa CCM umefikiwa wakati ambapo chama hicho kimefanya mabadiliko kuhusu mfumo wa kuwapata wagombea. Sasa mbali ya hivyo, wagombea watatu pekee watakaopigiwa kura ya maoni, tofauti ya awali ambapo hata wagombea 20 au 40 waliruhusiwa kushiriki moja kwa moja kwenye kura ile ya maoni. Sasa kwa utaratibu wa sasa utafanyika mchujo ili kuwapata watatu kabla ya hatua nyingine kufuata. Maana yake kabla ya bunge lijavunjwa tayari tuna watu watatu. Sasa wewe inawezekana huko bungeni kule. Mbona umeenda haraka? Bana. Wewe mzee unapenda conclude wewe. Wewe uko bungeni wewe. Hebu anza mwanzo kipengele hicho. Sasa ngoja tuende sasa. Mzee atakutukimbiza wewe. Usitukimbize wewe mtego wa panya, sisi tuko makini. Sasa kuna tafsiri mbili ya kutangazwa kwa mchakato huo kabla ya bunge kuvunjwa. Katika tafsiri ya kwanza, inawezekana CCM imeona itangaza mapema ili kuwakata nguvu wa bunge waliowaita wakorofi kupitia bunge la bajeti. Wabunge wengi watakuwa na kuunga mkono kila hoja ya serikali ili kuepuka tishio la kukatwa majina yao kwenye mchakato wa kura ya maoni endapo wataonyesha upinzani kwa bajeti ya serikali. Kwa bajeti iko mbele. Tafsiri nyingine, unaona, inawezekana uongozi wa juu wa chama hicho umeamua kukabiliana na kiwango kikubwa cha rushwa wakati wa uchaguzi na kukosekana usawa kwenye mchakato. Sasa hili limekuwa likitokea miaka ya nyuma. Mchakato ukishaanza baada ya kuvunjwa kwa bunge na wabunge kupokea kiinua mgongo, huwa na nguvu kubwa ya kifedha ili kurahisisha mchakato wa kisiasa, hivyo kupita kwenye kinyang'anyiro kwa madai ya rushwa. Kwa hiyo majina ya kurudi haihusiani na tarehe ya kuvunja bunge. Majina kurudi hatujui ni lini. Haujasema lini narudi. Sasa mtego. Sasa kulikuwa na mwanazuoni katika chuo kikuu cha Bonn nchini Ujerumani, Philemon Mtoi, anasema kilichofanyika ni mtego kwa wabunge walio madarakani. Mtoi anasema mchakato wa kipindi hiki ni mgumu kwa walalahoi, akidai hawatamudu gharama za kampeni. Kwa mtazamo wake, uamuzi wa CCM kupunguza malalamiko ya rushwa katika mchakato wa ndani wa uteuzi wa wagombea. Hata hivyo, anasema ubunge wa kwetu ni fursa ya kutengeneza fedha zaidi, hivyo wenye nazo watatumia zaidi na ambao hawana nao chao hakipo. Kwa pale anaposema ni kwamba Kipenga tarehe 1 tunachukua fomu na baada ya wiki 2 itakuwa ni mwisho. Bunge linakwenda kuvunjwa tarehe 27 mwezi wa 6. Kwa hiyo na maana kuanzia tarehe 27 mwezi wa 6 ndio tutarajie sasa yale majina matatu kurudi. Sahihi kabisa. Wewe bwana wewe. Unajua bado ngojeni wasema. Nyinyi mnajua hapo mimi naweza nikatofautiana. Kwa sababu CCM hiyo mwezi huu wa 5, nafikiri baada hiyo Mei 15 wanaenda kuwa na mkutano mkuu wa kupitisha ilani. Ndio. Sawa. Sasa ule mkutano mkuu wa kupitisha ilani, vile vikao vile vikao vikatumika kwenda kumaliza hili jambo mapema. Sasa wewe umeweka maneno yako tena. Kwa sababu haijasemwa kwamba lini tutakuwa sasa hiyo ratiba yao. Ni ratiba yao kama chama. Lini majina yanatoka? Ya wagombea nafasi zote za ubunge na udiwani. Baada ya kuchukua fomu. Hiyo wanajua wao. Yaani hiyo isikutie shaka. Yaani hii unajua inachanganya kidogo. Unahisi kama ile ma DC.
Wale of course wale wameambiwa mapema, oya mwaga majanga. Wale najua mpaka siku hizi si chache tutazisikia. Hawa hii wanaoenda nayo wao wenyewe CCM wameshajipanga. Wakimaliza kupitisha ilani yao huku mwisho sasa ndio wao watakuja kutuambia bana nyonzo ndo hawa. Sasa ni baada kabisa shughuli zote zimeisha. Bunge kuvunjwa kabisa. Yaani hao walichokigundua hapa ni vitu viwili ambavyo vina mantiki. Vote vina mantiki. Kusema kwamba mara nyingi bunge hili la mwisho lina matatizo. Kwa sababu kila mbunge atakuonekana anafanya nini? Anacharuka sarakasi. Yaani huwa yaani hapa serikali mawaziri huwa wanachanganyikiwa. La mwisho hilo. Salama anarukia kooni, mtu hajai kuongea toka bunge limeanza. Anaongea. Kuhusu utaratibu. Mwongozo. Sasa hii wamewatega. Sasa wewe una kielele. Wewe pasuka tu hapo. Maka serikali inajua inapata wakati mgumu. Na serikali kipindi hiki inataka mambo yake yaende haraka. Sababu hakuna kitu kinachotesa serikali asikudanganya. Hata kama mheshimiwa rais mheshimiwa nini kinakunyima usingizi akwambia uchaguzi. Uchaguzi hamna serikali inayoteseka na uchaguzi duniani. Ukiona hiyo serikali labda hata ika serikali ya kidikteta hiyo ndio inateseka maradufu. Wakati wa uchaguzi sababu ni heka. Kwa hiyo serikali inataka mambo yake yaende vizuri. Smooth. Alafu cha pili, unapoleta matatizo kipindi hiki, unapohoji mambo mengi, unaipunguzia kura serikali. Yaani unawajaza upepo wananchi. Unaenda kukipa chama wakati mgumu. Hivyo. Kwa hiyo ndio wanavyosema hao, sio sisi wamewatega. Kwamba lakini cha pili ni kweli kwamba muda ni mrefu, watu ni wengi, safari wanakwenda kufanya nini? Wanakwenda kupiga kura. Tusipoweka mapema utaratibu wa watu kujichanganya, tuweze kupata muda wa kutosha kuassess watiania wote. Yaani tumuassess mmoja kwa wakati. Maana tukiweka mwishoni pale tunafanya pupuru papapa. Alafu kwa hiyo tunataka tupate muda wa kuassess watiania. Umeniona tukitoa majina matatu yatoke majina ya uhakika. Ewa. Na kwamba yoyote kweli yani atakayechaguliwa kati ya wale watatu iwe haki bin haki. Kwa kuongezea kabisa. Ndio hiyo hoja hiyo ambayo wanaijenga hawa. La ziada. Kama wanaepuka ile dhoruba ile iliyotokea. Lete namba 6 tia. Kwa mujibu wa Mwananchi walivyoandika na maoni ya wataalamu. Lakini kwa kuongezea sasa linapokuja swala la rushwa, kumbuka imeongewa tukiwahi hapa au tukisubiri kule mabwana hapa Ndendele, kwa sababu Ndendele umesoma ilivyo Ngwangwale imesoma sasa wanakuwa majiant ana mzigo safari hilo. Wewe ukija unapiga push tu na t-shirt zako 30 mwenyewe na t-shirt 300. Wewe jamaa akifika pale anapata dakika ngapi? 2 ana baby anasema jamani kumbukeni namba 4 tu. Namba 4 jamani. Nawapenda sana. Nikamaliza. Wewe tena. Namba 4 unaijua wewe. Wewe tena. Anaangalia jumbe wake jamani kumbukeni namba 4. Kaishika kabisa jamani nimeiona 4 hii. Ndio mie. Mtu wenu. Ongezi maneno mengi. Kule nyie mnajua. Wewe sasa. Alifanya nini? Sasa yeye hawataki. Dakika 30 piga porojo. Siku watatu. Leo tuna siku nzima. Tuko na wewe. Watatu tu. Wewe saa 2 mpaka saa 4. Tunapumzika wana. Saa 5 mpaka saa 7. Alafu zoezi linaishwa kesho. Muda wanao. Piga una swali mpaka maswali yaanze kujirudia mle ndani. Wanatoa sadaka sasa hivi. Alafu na watu yatima. Watu 13,000 wanakudai wewe. Wamekaa wametulia. Wanakusikiliza. Wewe vipi? Watu 13,000 wanja taifa. Kama kutulia. Utaamini. Kurasa za magazeti.